لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدين نصيحة، ديني نكوبيانا نصاحة، ديني نكونسحيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر الصيام على الأيام قد فضل حقا فيه كتاب الله قد نزل. طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا وبذكر فيه أو القرآن مشتغلا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua, tukiwa katika ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha, ambapo leo tuko katika Ramadhani ya 28 1446 Hijria, na mada yetu ya leo itakuwa anwa'u dhunub wa shurutu tauba, yani aina ya madhambi na sharti za kutubia. Ama aina ya madhambi tumezigawanya katika makundi mawili, as-saghair wal kabair. Kuna yale madhambi yaliyo madogo na kuna madhambi yaliyokuwa makubwa. Ama tukianza na haya madhambi madogo, alqublatul mar'ati alajnabiyya, ni kule kumbusu mwanamke ambaye ni maharimu wako, mwanamke wa kando, mwanamke ambaye sheria inakuruhusu kuweza kumwoa. Kitendo cha kumbusu mwanamke wa aina hiyo ni katika madhambi madogo. Sehemu ya pili, atakallam fi khutbati aljumaa, kuzungumza katika khutba ya aljumaa. Khatibu anazungumza siku ya aljumaa, wewe unafanya mazungumzo. Kitendo hicho ni katika madhambi madogo madogo ambayo tunatakiwa tuepuke ili tuweze kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu ya tatu ya madhambi madogo madogo, taaliqu surati fil bait, ni kuzining'iniza au kuzipachika au kuziweka picha mbalimbali za wanyama, za viumbe, za binadamu katika nyumba. Haya ni katika jumla ya madhambi madogo. Lakini pia kuna madhambi makubwa. Katika haya madhambi makubwa, al-awwal az-zina, kufanya zina, machafu ya zina ni katika madhambi makubwa. Athani, jambo la pili ambalo ni katika madhambi makubwa, al-khamru au sharibul khamru, kunywa pombe, kulewa au ulevi ni katika madhambi makubwa. Athalith, jambo la tatu, as-sihru, ni uchawi. Yani mtu anaposhika uchawi, anapofanya uchawi ni katika madhambi makubwa. Ndugu yangu katika iman, baadhi ya madhambi haya makubwa mara nyingi huwa yanafanyika sana katika siku za sikukuu, kama kulewa, kama kuzini na hata huo uchawi. Kuna mtu kwa kuingia kwa Ramadhani, baadhi ya machafu anayeepuka, ikiwemo zinaa, ikiwemo kunywa pombe, ikiwemo kufanya uchawi, lakini akimaliza Ramadhani anarudi kwenye kazi yake. Baada ya kuyazungumza haya, tuyatazame masharti ya kutubia. Katika masharti ya kutubia, al-awwal, sharti la kwanza kabisa, an yuqli anil ma'siya, awe amekusudia huyu mwenye kuyafanya maasi kuyang'oa maasi. Kuyang'oa kwa maana ya kuyaondosha, ili kisiki kiondoke. Usiukate mti, bali chimbua kwa pembeni ukang'oe mizizi. An yuqli anil ma'siya, ang'oe yale maasi. Athani, jambo la pili, an yandam ala fi'liha, ajute yule mfanyaji wa madhambi kwa kile alichokifanya. Kama alilewa ajutie, kama alizini ajutie, kama alifanya chochote kibaya akijutie kule kukifanya. Athalith, na sharti la tatu na la mwisho, an yu'zima an la yauda ila dhambi abadan, aazimie yule mfanyaji wa madhambi kwamba hatoirudia hiyo dhambi aliyofanya milele. Haya ni miongoni mwa masharti ambayo ukiyazingatia na kuyatekeleza, tauba yako itakuwa imekubaliwa. Ama ziada ya haya matatu, ikitokezea kuna haki ya mtu uliichukua, kairejeshe, au kuna mtu ulimdhulumu, kaweke utaratibu wa kurejesha haki yake. Kwa kutekeleza hayo, tauba yako itakuwa imepokelewa.
Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushie madhambi makubwa na madhambi madogo, na atujalie tutakapotubia kwake toba zetu ziweze kukubaliwa. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Kushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wala quwwata illa billahi wa ya ni'mal maula.